Ndio maana kuna watu wanaingia kanisani wakiwa na uchungu au wakiwa na stress au wakiwa na depression. Anaingia kanisani kweli, anafika kanisani, ndio akishafika kanisani tutaimba kweli, tutasikia neno, ile hali ya stress na depression na uchungu inaweza ikapungua, lakini isiondoke. Inaweza ikapungua lakini isiondoke. Alafu anapotoka nje ya mlango wa kanisani, ile hali inarudi tena. Sio kwa sababu hajaenda mahali ambapo Mungu yupo, ameenda mahali ambapo Mungu yupo, lakini kuna kitu hakijui, kuna kitu hakifahamu. Kwa sababu unapoingia kwenye uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu nimekwambia upatikani kanisani. Uwepo wa Mungu unapatikana kwenye mahusiano yako wewe na Mungu. Unapoingia kwenye uwepo wa Mungu, unapoingia kwenye mahusiano yako wewe na Mungu, wakati wote huwa mtu atokagi kama alivyoingia. Anatoka mtu mwingine kabisa, anatoka ni mtu mpya kabisa. Shida ni kwamba sisi hatuko tayari kuwa na mahusiano na Mungu, na huyo Mungu anatamani kuwa na mahusiano na wewe. Hivi unajua kwamba Mungu kama singejifunua kwenye maisha yetu tusingemjua? Tumemjua Mungu kwa sababu ameamua sisi tumjue. Yaani Mungu ametaka yeye tumjue, amejifunua kwetu. Na Mungu yuko hivi, wakati wote ambapo unakuwa kwenye mahusiano na yeye, kitu ambacho kinatokeaga ni kwamba huwa anajifunua taratibu, kila siku anajifunua kila siku. Kwa hiyo anapojifunua kila siku, ndio kadiri ambavyo wewe unaendelea kumjua Mungu. Mungu tunamjua kwa namna ambavyo anajifunua kila siku kwenye maisha yetu. Sasa kama hutakuwa na mahusiano na Mungu, hutamjua Mungu, kwa sababu atakuwa hajifunui kwenye maisha yako tena. Na namna kujifunua Mungu kwenye maisha yako ni namna ambavyo wewe unakaa naye kila siku. Utamjua kwamba huyu ni Mungu mponyaji kwa sababu amejifunua kama Mungu mponyaji. Utamjua kwamba huyu ni Mungu wa baraka kwa sababu amejifungua kama Mungu wa baraka. Ni Mungu anayeinua kwa sababu amejifunua kama Mungu anayeinua. Lakini kwa sababu hatukai naye, ndio maana unaona wengine wanainuka na wewe uko pale pale. Unaweza kujiuliza maswali, hivi mimi kwa nini niko kwenye hali hii? Lakini kimsingi sio kwa sababu upo pale kwa sababu Mungu ameamua uwe pale. Hapana, ni kwa sababu wewe hujaamua kukaa na Mungu, alafu Mungu ajifunue kwenye maisha yako, utoke kwenye ile level. Kwa sababu kinachokutoa kwenye level moja kwenda level nyingine ni ufunuo wa Mungu kwenye maisha yako. Yaani Mungu anajifunuaje kwenye maisha yako? Haleluya. Nataka nimalizie mambo matatu ambayo yanatunza uwepo wa Mungu. Mambo matatu ambayo yanatunza uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Jambo la kwanza ni utakatifu. Utakatifu unatunza uwepo wa Mungu.